Na karibu ndugu mtazamaji katika mfululizo masomo haya yanayohusiana na afya kutoka Rastobe Food Product. Natumai una afya njema kabisa. Leo nataka nikuelekeze vyakula ambavyo ukivizoea basi vinaweza kuharibu akili zetu pamoja na tabia zetu. Vyakula ambavyo tukizoea kuvitumia na tunavitumia kila siku, mara nyingi vinaharibu akili zetu na kutufanya tuwe watu wakali sana na tuwe na tabia ambazo hatukuwa nazo mwanzoni. Najua ungependa kujua hivyo vyakula au makundi ya hivyo vyakula ili uweze kuvitumia kwa kiasi kidogo. Nimesema kwamba ni vyakula ambavyo tunavitumia kila siku, lakini muda mwingine hivyo vyakula tunavizidisha, na hii inatupelekea athari kwenye akili zetu pamoja na tabia zetu zinakuwa zinaharibika pasipo sisi kujua, na unaweza ukaanza kupata mabadiliko taratibu sana. Kwa niaba ya utafiti kutoka chuo kikuu cha Wales huko UK, walifanya utafiti na kugundua kwamba kuna uhusiano mkubwa wa chakula pamoja na tabia zetu moja kwa moja bila chenga. Au unaweza ukakuta mtu ameathirika kiakili na tabia zake zimebadilika, ama anakuwa mkali ghafla, ama anakuwa na tabia ambayo hakuwa nayo mwanzo. Ujue mfumo wako ulaji pia inatakiwa aangalie vizuri. Na kundi la kwanza ni kundi la vyakula vya sukari. Tunaita sugary products. Vile vyakula ambavyo vina sukari kwa wingi. Matumizi ya sukari kupita kiasi, ndugu mtazamaji, ni hatari sana kwa afya yako. Inafanya uwezo wa akili inashuka, na pia tunaweza tuka-adapt tabia ambazo hatukuwa nazo kabisa. Kutokana na utafiti uliofanyika katika chuo kikuu cha Helsinki, waligundua kwamba wale watu ambao wana tabia za ukorofi na tabia za ukali kupita kiasi, kama mtu amebadilika tu ghafla, basi wanasema kwamba matumizi ya sukari kupita kiasi inaweza kapelekea tatizo hili, kwa sababu uchakataji wa sukari inakuwa inafanyika mara kwa mara katika miili yao. Yaani mwili inakuwa inapambana ili iweze kubalance sukari wanaoingiza kila siku na muda wote, na hii inaenda kuharibu mfumo wa serotonin katika ubongo wako. Serotonin inaposhuka, hii hupelekea udhaifu kwenye ubongo, na hivyo basi mtu anakuwa na adapt tabia ambazo hakuwa nazo kabisa. Mfano, mtu anaweza kuwa na msongo wa mawazo mara kwa mara. Unashangaa mwenzako anakuwa na waza mara kwa mara, anakuwa ni mtu wa kujitenga, au anakuwa na msongo sana mawazo, anakuwa na huzuni sana mara kwa mara. Lakini pia hata mood inabadilika, yaani ile uchangamfu, unakuta mtu tu ghafla anakuwa sio mtu wa kuchangamka tena, lakini pia anakuwa ni mtu kama amechanganyikiwa vile. Hivi vyote vinatokea baada ya kutumia sukari kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo sukari, vyakula vya sukari vinaharibu akili zetu. Punguza matumizi ya sukari. Lakini group la pili ni kwa wale wanaotumia sana vyakula vyenye vionjo vingi, hizo additives. Mfano vyakula vyenye rangi, kama hizo ubuyu, watu wanatumia zenye rangi tofauti tofauti, au vinywaji vya sukari, unaona vyenye rangi tofauti tofauti. Lakini pia hata zile preservatives, yani zile kemikali za kutunzia hivyo vitu. Kama una base na hivyo vitu ni hatari sana. Inaweza kuharibu akili, lakini pia hata tabia yako ikaharibika na ukabadilika kabisa. Hizo artificial vitu ambavyo sio vya asili, sio natural, lakini ni artificial zaidi. Kwa hiyo kama unapenda kutumia vitu ambavyo ni vya artificial, vitu ambavyo vimetengenezwa viwandani, ndio una base navyo sana, vimeprocessiwa viwandani, I say unaweza ukaharibu akili yako kwa kiasi kikubwa pamoja na tabia zako zikabadilika. Na utafiti unaonyesha kwamba mtu anayeathirika zaidi ni mtoto mwenye umri wa miaka 3 hadi 9. Kama unapenda kumpa hivyo vyakula mara kwa mara, I say huyo mtoto wake anaweza akachange ghafla, tabia zikabadilika mpaka ukashangaa kabisa. Kwa nini mtoto amebadilika hivi? Unaona, kwa sababu ya vyakula unavyompatia. Lakini pia kwa mtu mzima inaweza kumwathiri akili yake kwa kiasi kikubwa, mbali na magonjwa ambayo anaweza kupata. Kwa hivyo inaweza kapelekea hata ile concentration au umakini kupungua kwenye shughuli zako za kila siku. Hata mtoto darasani umakini itapungua. Na group lingine ni kundi la nyama nyekundu, red meat. I say nyama ni tamu sana, na sikatazi ulaji wa nyama kabisa, ila natoa ushauri namna ya kula nyama. Nowadays, katika nyakati zetu hizi, karne hii, ulaji wa nyama kupita kiasi inaweza ikakuathiri na ikakuharibu kabisa kitabia, hata akili yako ikaharibika. Kwa sababu kuingiza kiasi kikubwa cha heavy iron, madini chuma ambayo inapatikana kwenye nyama, uwekundu ule kupita kiasi, inaweza kuathiri akili yako. Hebu angalia wanyama wanaokula nyama
walivyo. Nyama ina kemikali aina ya hypoxanthines ambayo inasisimua mwili kama caffeine inayopatikana kwenye kahawa. Kama utaingiza kiasi kikubwa cha hypoxanthine kwenye damu yako, basi ujue kabisa kwamba unaenda kuathiri akili yako kwa kiasi kikubwa. Hizo biogenic ammonites ambazo hupatikana kwenye jamii za nyama pamoja na kahawa zitakuathiri sana uwezo wako wa akili. Na ndio maana hizi ukiangalia vizuri, watu ambao wanatumia uwezo mkubwa katika kufikiri hawapendelei sana vyakula vya nyama. Watu ambao wako vizuri kiakili, nyama watumii sana. Kuna baadhi ya vyakula vinaharibu akili pamoja na tabia zetu. Hivyo basi, tutumie kwa kiasi kidogo. Hii itatusaidia sana. Na kwa siku ya leo sina la ziada ndugu mtazamaji. Usisahau kusubscribe, kushare na kucomment ili watu wengine nao waweze kupata elimu hii. Asanteni na tukutane katika video nyingine. Bye bye.